Naam, tuelekee Mombasa ambapo serikali ya kaunti hiyo pamoja na wamiliki wa tuktuku wamezindua mfumo mpya wa uchukuzi wa tuktuku unaolenga kuimarisha usalama barabarani. Kulingana na waziri wa uchukuzi kaunti ya Mombasa, Daniel Manyala, idadi ya tuktuku Mombasa imeendelea kuongezeka na ipo haja ya kudhibiti uchukuzi wa bajaji, usafiri ambao unapendelewa sana na wakazi hasa katikati mwa jiji. Hatuwezi kuachilia tuktuk sekta ipotee ama iangamie kwa sababu ya watu wawili watatu. Wakasema ni lazima tuilete chini ya control ya management ya serikali, NTSA, traffic, mwisho county. Tuk-tuk operators are required to come together and form SACCOs in order to operate as public service operators. Na kama Mombasa hii tunafahamu umuhimu the important role these operators, the tuk-tuks, play in the sector in transportation. So we are happy to see them come together and form the SACCOs as it is stipulated for them. That way, as government, we can be able to license them, to regulate their operations, and to bring order in the industry. MAPSA hii na County Road Safety Action Plan yenye inaoana na hiyo National Road Safety Action Plan. Na mojawapo ya vipengee muhimu katika hii action plan ni kuhakikisha kuwa vyombo vyote vya usafiri vya umma vimepangika ama zimekuwa organized katika mfumo wa SACCOs ili ziweze kutambulika kwa urahisi, ili ziweze kuwa ni salama, ili tuweze kuimarisha pia usalama barabarani.